Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Karibu tena, tunajifunza somo linalosema ya kwamba ukiri ni ufunguo wa kuifungulia imani yako ianze kutenda kazi, au kukubali ndiyo kutakufanya wewe imani yako iweze kukuletea matokeo au kuzungumza. Ni Wakristo wachache wanaofahamu umuhimu sana wa kukiri katika mpango wa Mungu juu ya vitu vyote. Yaani maana yake ni watu wachache sana wanaofahamu mpango wa kukiri. Hiyo namba moja. Na inasikitisha kwamba kila tunapotumia neno kukiri, wengi wanadhani kuwa tunazungumzia ni dhambi. Ndivyo ilivyo. Watu wengi sana unapozungumzia neno kukiri, maana yake akili yake inamtuma wapi? Ni kwenye dhambi tu. Maona sasa huo ni upande wa kukiri. Unapozungumzia neno kukiri katika Biblia, inazungumzia juu ya upande wa kukubali utoke kule kwenye dhambi, kwa sababu akili za watu wengi, unajua ukirejea hata zamani, kukiri dhambi maana yake akili yake inamtuma anayetakiwa kukiri ni mwenye dhambi. Jibu no. Ndio maana toka huko sasa, hapa tunajifunza ili imani yako iweze kutenda kazi, iweze kuleta matokeo. Maana watu wengi wamemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ila imani yao haina matokeo kwenye maisha yao. Sasa lengo la somo hili, nataka nikuonyeshe ili imani yako iweze kutenda kazi. Yesu akasema imani yako imekuponya. Kumbe huyu, kwa nini imani yake imemponya? Yule mama aliyekuwa akitoka damu, kwa nini imani yake ilimponya? Maana yake imani yake ilileta matokeo. Sasa na wewe unapomwamini Yesu Kristo, inatakiwa imani yako ikuletee matokeo. Amen. Hebu tuangalie aina za kukiri. Kuna aina 4 za kukiri au kuungama ambazo zimezungumzwa katika Agano Jipya. Amen. Namba 1, kuna mafundisho ya Yohana Mbatizaji na ya Yesu kuhusu kuungama au kukiri dhambi ya